Wakati anavurutwa anaenda kulazwa hapo kwenye lile kwenye lile fomu, na wakati anapelekwa kwenda kudumbukizwa kwenye chemba. Hiyo ndio tumeona. Mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Husna Shaban mwenye umri wa miaka 33, mkazi wa Majengo mkoani Arusha, amefariki dunia mara baada ya kudaiwa kuuawa na Jonathan Mlai mwenye umri wa miaka 30 na kisha kuutupa mwili wake katika chemba ya majitaka inayopatikana katika eneo la biashara ambalo inaelezwa kwamba kuna nyumba za wageni katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na kamanda wa polisi mkoani Arusha, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Justin Masejo amesema mtuhumiwa huyo alitenda kosa hilo Juni 14 mwaka 2026 muda wa jioni katika baa itwayo Shisha Village iliyopo kata ya Lerai mkoani Arusha. IOTV pamoja na millardayo.com imefika katika eneo la tukio na kuzungumza na mjumbe wa serikali ya mtaa ambaye alifika katika eneo hilo na kuonyeshwa video za CCTV kamera kuhusiana na tukio hilo. Mimi naitwa Nuru Jumane Kununta. Ili tukio limenishtua baada ya kupigiwa simu na mwenyekiti, tukaenda kwenye hilo tukio. Tulivyoenda tukamhoji yule mwenye hapo. Mwenye baa hapo. Kweli akatupeleka jinsi walivyoingia. Yule kijana alimchukua yule dada. Yule dada alikuwa ameenda kunywa hapo. Yule kijana ni mfanyakazi wa hapo, akamchukua wakaingia ndani. Walivyoingia ndani wakafanya vitu vyao walivyofanya. Katika kutoka sasa, yule kijana akawa anadai, yule mama akawa anadai hela. Ikawa hajapewa hela. Alipokuwa hajapewa hela wakashikana, akawa anapigana hapo. Yule kijana akatoka, yule dada akamvuta. Alipomvuta akamrudisha ndani. Ndio akampiga yule msichana akawa ameanguka. Yule kijana akatoka. Alipotoka akarudi ndani. Kumwangalia ndani akuta ameshaanguka. Alipoanguka akazunguka. Kuna fomu fulani pale katoka kamvutia. Kaenda kampagiza kwenye lile fomu, kajaza nguo zake zote, akamwacha. Akaenda, ilipofika usiku kamvuruta, kamera inaonyesha, kamvuruta, kampeleka kwenda kamdumbukiza kwenye shimo, kamdumbukiza kaanzia kichwa kamdumbukiza, miguu ilivyobaki nje, akaidumbukiza, akakandamiza, akafunga ile chemba, akaondoka. Alipoondoka akaenda kaomba ushauri kwa garage kule. Akasema mimi naomba ushauri wenu, mimi nimeshaua, nimetupia msichana kwenye chemba. Wenzio wakaona ni maumivu. Wakamfuata yule bosi wakamueleza. Yule bosi alivyoelezwa akamfuata mwenye baa. Mwenye baa akawa yuko da. Akapiga simu, akasema nendeni kituoni. Ndio akapiga simu kituoni, maaskari wakaja wakamtoa ile binti. Sasa katika shughuli hiyo kweli imenitatiza sana na imenishangaza. Wasichana wanatakiwa wabadilike. Wafanye kazi za kutafuta hela, sio kutafuta kwa njia hizo. Wafanye kazi za mikono. Maana ikifika jioni ni wanaenda kule shisha. Kuna shisha, hakuna kazi wanayofanya zaidi ya kutafuta hela ya haramu. Kwa nini wasifanye kazi, watoto wetu wafanye kazi wapate hela ya halali? Kazi ziko nyingi hata zega wanafanya ili waendeleze maisha yao. Na hasa kina dada wafanye kazi kwa mikono yao. Wakati mwili unatolewa sikuwepo. Mimi nimeitwa baada ya mwili kutolewa. Ndio tukaenda kupewa maelekezo yale. Sikuwepo. Kwenye kamera uliona? Kwenye kamera tumeona, wametuonyesha. Uliona nini labda pale kwenye kamera wakati anavurutwa yule dada? Wakati anavurutwa anaenda kulazwa hapo kwenye lile fomu, na wakati anapelekwa kwenda kudumbukizwa kwenye chemba. Hiyo ndio tumeona. Inabidi serikali kweli isimame kwa sababu tatizo limekuwa kubwa, hasa hapo shisha. Wamebaki wasichana wanajiuza, wavulana ni usiku kucha mchana kutwa. Asubuhi unakuta ni magrupu wanatoka kule. Lakini serikali saa zingine ikemee, na sisi wazazi tuwakemee watoto wetu. Wafanye kazi za mikono, vijana wafanye kazi, kwa sababu vijana wamelemaa na wasichana wamelemaa, wamebaki kazi ya ngono ambayo haifai jamani. Labda ulisikia yeye alikuwa anadai shilingi ngapi? Mimi kwenye hela sikujua ni shilingi ngapi, isipokuwa alikuwa anadai hela nilipoambiwa na manager pale, alikuwa anadai hela. Sijui ni shilingi ngapi. Na huyo binti ni anajiuza pale shisha. Sijui sasa kama anajiuza, sasa ndio biashara yake alikuwa anafanya hapa, alienda kufanya nini? Mimi sielewi kama alikuwa anajiuza au nini, ila alikuwa guest. Na huyo kijana anayetuhumiwa kumuua anafanya kazi pale shisha. Anafanya kazi pale shisha. Kwa alimnunua hivi. Anafanya usafi ameshakamatwa na yuko kituoni. Sasa inatakiwa mwenye ofisi hiyo kama ni baa asimame imara, na akisha ameangalia na serikali iangalie iweze kukemea tatizo kama hili.
ili wapunguze tabia kama hii, kwa sababu tabia imekidhi kila sehemu. Vijana wanaharibika, wasichana wanaharibika, hakuna kazi wanayofanya zaidi ya hiyo. Niumiza kiasi kikubwa sana kwa kuona tukio kama hilo, msichana kama huyo, msichana mdogo anafanya tabia kama hizo. Hazijanipendeza kwa kwetu. Na wahasi vijana wafanye kazi, waachane na hiyo kazi wanazozifanya, wafanye kazi za mikono za kujenga taifa. Kazi ziko nyingi, hata zege wafanye, hata wasichana wafanye hata kazi ya zege. Za mamantilia ziko nyingi. Waachane na hizo kazi, kwa sababu wanabaki na kazi hizo tu. Na wazazi tu wachungu kwa watoto, tuweze kuwaelimisha ili wafanye kazi zingine jamani. Labda kumwangalia binti ni umri gani hivi? Mimi sijamuona kwa macho, nimekuta ametolewa Sijamuona kwenye kamera ila ujui. Kwa sababu chini anavuruta utamuonaje? Ngapi? Tulifika mimi, mtendaji na mwenyekiti. Baada ya askari kuondoka ndio tukaenda sisi kama mjumbe na mwenyekiti na mtendaji ili wakachukua statement. Mimi naitwa Mary au Mama Brian. Nakaa mtaa wa Samanga. Ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Samanga, kata ya Elerai. Mimi wito wangu wasichana wafanye kazi, waache kuuza miili yao. Wafanye kazi. Sina mengi mimi. Sikia leo asubuhi Kwamba ulisikiaje? Nimesikia kwamba kuna dada amekufa shisha pale, ametupiwa kwenye chemba. Mimi kama mama kwa kweli hicho kitendo japo sijakishuhudia lakini kimeniumiza. Mimi binafsi nimeumia, sijafurahia. Alafu huyu dada ametuzalilisha sana sisi wanawake. Na sisi wakina mama na yani wazazi, baba, mama wote kwa ujumla. Tuseme na vijana wetu, tuongee nao, tuwaonye, yani tujaribu. Maana kuna mzazi mwingine ukimwambia anasema mtoto amenishinda, mtoto hawezi kukushinda wewe kama mzazi. Unatakiwa mzazi usimame kama mzazi, uongee na mwanao, muasi. Labda malezi ya sasa hivi na malezi yenu kipindi hicho unaweza kuzungumziaje hapo? Kwa kweli malezi sisi tuliolelewa na malezi ya kizazi hicho wanachojiita 2000, kizazi cha 2000 ni tofauti kabisa na zamani sisi tulivyokuwa. Sisi tulikuwa tunaogopa. Kwanza ukisemeshwa na kijana unakimbia nyumbani kusema, lakini watoto sasa hivi hadi unakuta mtoto anaongea na mtu anamwangalia usoni anamkazia macho kabisa wala hamuogopi. Sisi enzi zetu tulikuwa tunaogopa wanaume kabisa, lakini sasa hivi watoto wa kike hawaogopi. Mimi naitwa Mary au Mama Brian. Nakaa mtaa wa Samanga. Ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Samanga, kata ya Elerai.